Niwapongeze sana bodi ya ligi. Wameonyesha ukomavu mkubwa. Mtego waliotega Yanga tayari kafanyaje? Kanasa. Mtego waliotega bodi ya ligi Yanga kanasa. Mimi nadadavulia kidogo tu. Mimi ndo Ali Mikoi bwana almaarufu Kisugu. Kisugu, mtego uliosema kwamba umetega bodi ya ligi. Wamenasa tayari. Kwa hii taarifa kwa umma. Ninyi ndio mliowatangazia. Mashabiki wenu na barua kuandika kwamba sisi hatuna imani nanyi. Vipi mtu ambaye huna imani naye anakuita njoo na wewe unakwenda? Hii shida tumeitengeneza au imetengenezwa kwa sababu Waswahili wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Waandishi wa habari, dabi ipo. Mikoi kwamba dabi ipo tarehe 15 ya mwezi huu. Hizi taarifa kwa umma tunazoziona. Yes. Nisikilize mimi. Haijawahi kutokea watu 100 mawazo yao yakafanana kwenye eneo moja. Lakini leo cha ajabu watani zangu wote wanafanana. Kimkuta Alex Ngaya tuchezi, kimkuta Godi Yanga tuchezi, Kubwa Jinga Mzee Maokoto tuchezi, yule dadangu anakwenda mbele kama anarudi nyuma Suidoli sinaye kasema mimi juzi namwambia Dori wewe. Yaani unasimama mbele za watu unasema tucheze hata wewe. Mumze michezo nipo na Mikoi Kisugu kwa namna ambavyo taarifa ilivyokuwa inasubiriwa kwa hamu kutokea kule bodi ya ligi pamoja na Young Africans ambapo kikao kilikalika leo hii, lakini baada ya hapo majibu ambayo yametoka kwa Young Africans ni yale kushikilia msimamo wao kwamba hatuchezi. Mikoi Kisugu, upo vizuri? Ya, niko salama na niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Bado ameendelea kutenda. Kwanza ametujalia kwa na afya njema, lakini pia tulikuwa katika pilika za sikukuu tumemaliza salama alhamdulillah. Mwenyezi Mungu ametujalia kile ambacho alitujalia. Mara nyingi huwa tunasema khairi min Allah, shari min Allah. Kila jambo mwanadamu basi ujue Allah ameshafanyaje, ameshalipanga. Lakini kikubwa namshukuru Mwenyezi Mungu, kila alichokitoa tunasema alhamdulillah rabbil alamin, tunaendelea kupambana. Mimi na wewe tulikaa kuisubiria taarifa inayotoka kwa bodi ya ligi pamoja na Young Africans. Huenda ikawa ni taarifa njema ama taarifa ambayo si njema. Rasmi kikao kimetamatika, bodi ya ligi pamoja na viongozi wa Young Africans, lakini baada ya dakika chache kutamatika kwenye kikao, Young Africans hawakutaka kulaza damu. Taarifa kwa umma imetoka. Mikoi Kisugu na Young Africans wameendelea kugongelea msumari pale pale walipopigia. Taarifa kwa umma umeiona Mikoi Kisugu baada ya kikao kufanyika? Yes, taarifa kwa umma nimeiona. Na kile ambacho nilichokiona ndio kitu ambacho nilichokuwa nimekitarajia. Na naamini waandishi wakati tuko off mic nijaribu kuambia kwamba nini madai yao na nini kitu ambacho kinakwenda kutokea. Na ndio kile ambacho kilichokwenda kutokea. Lakini awali yote lazima niwapongeze viongozi wa Dar es Salaam Young Africans. Moja, kwa kutambua uwepo kwa bodi ya ligi. Lakini pili, kuonyesha wana imani na bodi ya ligi. Kwa sababu haiwezekani upeleleke sehemu malalamiko ambayo wewe huna imani nayo. Maana yake ukisoma barua ya Yanga wanasema tumewaachia bodi ya ligi wakiyatekeleza yale ambayo sisi tuliohitaji. Maana yake tunakwenda kucheza mpira. Leo hii Yanga wanakwenda kuikana barua yao ya kwanza waliosema kwamba hawana imani na bodi ya ligi. Kwa hiyo leo wanachama wa Dar es Salaam Young Africans wajue kwamba management ya Yanga bado wana imani na bodi ya ligi. Ndio. Na ndio maana Yanga baada ya kupokea barua ya bodi ya ligi waliitikia wito. Siku zote mimi naamini mtu ambaye huna imani naye haiwezekani akuite wewe uende ukiwa umemwamini. Kwa hiyo kwanza niwapongeze hilo Dar es Salaam Young Africans kwa kuwathibitishia watu kwamba wana imani na bodi ya ligi. Na ndio maana ukisoma barua yao wanasema tulichokuwa tunakihitaji tumewaachia, endapo tutakapokwenda kukitekeleza basi tuko tayari kucheza. Lakini leo mimi nilitegemea management ya Yanga ina watu wasomi, wangeweka wazi kueleza Tanzania masharti yao yapi. Wanataka nini? Kwa nini nauliza hivyo? Kwa sababu mara ya kwanza wao ndio waliandika barua hawana imani na bodi ya ligi. Wakati sakatelo linaendelea, watani wangu wale wakajikusanya, wakaenda kasi kudai pointi 3. Walivorudi pointi 3, baadhi ya wanachama wao wakaona hata msitutanie, wakaandaa faili, wakapeleka kesi mahakamani, wakapeleka malalamiko mengine. Na leo wameongeza malalamiko lingine japokuwa wao hawataki kulitamka. Mimi ndo nasema malalamiko gani tena?
wao wenyewe. Moja masharti yao wanaiomba bodi ya ligi isogeze mbele mchezo, akisogeza mbele mchezo wao kwa tayari kucheza. Moja sharti la Young Africans, mchezo usogezwe mbele. Wanasema muda wa kufanya maandalizi ni mdogo. Hizi ni propaganda za ajabu, hapo wanachekesha klabu kubwa kama Yanga. Wanakuja na taarifa ambazo za magumasho. Waache siasa hizi watani. Wacheze mpira. Wao wanajitangaza kwamba wana timu bora. Ubora wao utakwenda kuonyesha wapi? Ubora wao lazima waende kuonyesha katika uwanja Benjamin William Mkapa. Leo unapoenda kuamini kupeka masharti unasema muda mdogo. Dar es Salaam Africans hawajacheza mechi zaidi ya mwezi. Timu imeingia kambini na zaidi ya siku 5. Mechi inakwenda kuchezeka katika uwanja Benjamin Mkapa. Maandalizi gani ambayo wewe unadai kwamba muda mdogo wa kuandaa? Niwapongeze sana bodi ya ligi. Wameonyesha ukomavu mkubwa. Mtego waliotega Yanga tayari kafanyaje? Kanasa. Mtego waliotega bodi ya ligi Yanga kanasa. Mimi nadadavulia kidogo tu. Mimi ndo Ali Mikoi bwana almaarufu Kisugu. Kisugu, mtego uliosema kwamba umetega bodi ya ligi. Wamenasa tayari. Kwa hii taarifa kwa umma. Ninyi ndio mliowatangazia. Mashabiki wenu na barua kuandika kwamba sisi hatuna imani nanyi. Vipi mtu ambaye huna imani naye anakuita njoo na wewe unakwenda? Inawezekana? Angali umeshatoa imani. Leo viongozi wa Yanga waombe radhi wa Tanzania kwanza kwa barua yao ambao walioandika kuitaka bodi ya ligi wajiuzuru aliyokuwa na imani nao na leo wamekwenda kukaa nao. Haiwezekani. Mtu mwenye akili timamu, mtu huna imani naye alafu unakwenda unakaa naye unazungumza naye nini? Tukisoma barua leo vizuri Mikoi Kisugu ni kwamba Young Africans wamewatakia kila laheri bodi ya ligi kwa namna ambavyo ya kuchakata matakwa ya Young Africans kuelekea kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo. Yes, ni jambo jema. Jambo jema. Moja, ujema wake na kutakia heri kwa sababu Yanga wamekwenda kuambia watu kwamba wao bodi ya ligi wanaitambua. Na ndio maana nikasema hapo awali ili kuhakikisha kwamba Yanga wanaitambua bodi ya ligi, wanasema masharti yetu tumewaachia nani? Bodi ya ligi. Huyu ulomwambia ajiuzuru au umemwachia nani? Hizo hoja. Brother, waache siasa. Na bodi ya ligi wanakwenda kuwafyatua. Bodi ya ligi wanakwenda kuwafyatua. Kuwafyatua wapi? Tarehe 15 wasilete timu. Wasilete timu tarehe 15. Mikoi wewe ukitaka kujua watu hao ajabu, leo hii bodi ya ligi inakwenda kuwaita Yanga. Management ya Yanga inakubali. Wanakwenda kuwachukua wanachama wao na ngoma. Wanakwenda kukaa nje ya bodi ya ligi, wanapiga kelele na kuimba. Swali moja tu kujiuliza, wanachama wale walipata wapi nguvu asubuhi zaidi ya wanachama 200 kuzunguka bodi ya ligi na kwenda kupiga ngoma kama sio mpango mkakati? Ule ulikuwa ni mpango mkakati kwa wanachama wa Yanga. Yes. Ni mpango mkakati. Mimi nawaambia tu, mwenye kiranga hapewi pole. Mikoi, baada ya kutoka pale mjumbe wa kamati Alex Ngai amezungumza pia na wanachama na kusema kwamba tumeenda kutimiza kile ambacho mmetuagiza kama wanachama wa Young Africans. Moja, mimi rafiki yangu sana Alex, namkubali sana. Ni mtu ambaye ana muono mkubwa, ana mtazamo kubwa. Lakini sifa ya kiongozi ni ule ambaye unamwangalia yule unafanyaje? Unaye muongoza. Unajua nikwambie mfano mmoja. Na nigombanisha na swaibangu Alex Ngai. Kwanza leo mchana nikitoka hapa interview lazima nimtafute. Atengeneze mipango mambo yake sawa. Ukimpeleka mwanao darasani, ndani ya darasa kuna watoto 100. Alafu kwenye ufaulu watoto 100 wote wakapata A, muondoe katika hiyo shule mwanao ina shida. Muondoe mwanao katika hiyo shule. Haijawahi kutokea watu 100 mawazo yao yakafanana kwenye eneo moja. Lakini leo cha ajabu watani zangu wote wanafanana. Kimkuta Alex Ngai hatuchezi, kimkuta Godi Yanga hatuchezi, Kubwa Jinga mzee Maokoto hatuchezi. Yule dada yangu anakwenda mbele kama anarudi nyuma Suidoli sinaye kasema mimi juzi namwambia Dori wewe. Yaani unasimama mbele za watu unasema hatuchezi hata wewe. Hii shida
tumeitengeneza au imetengenezwa? Kwa sababu Waswahili wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Waandishi wa habari, dabi ipo. Mikoi kwamba dabi ipo tarehe 15 ya mwezi huu. Hizi taarifa kwa umma tunazoziona. Yes. Nisikilize mimi. Kwamba nani anasimamia mpira? Mamlaka ya bodi ya ligi. Wanasema mechi ipo haipo? Mechi ipo tarehe 15. Join tarehe 15 waandishi wa habari. Kwanza mimi nitafika asubuhi mapema, mtapata interview. Mikoi, ukiwasikiliza Young Africans ama ukiwatazama Young Africans, ni kama wao wanataka baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi waachie ngazi kwa namna ambavyo walitaka awali kwamba wajiuzuru. Ni kweli inawezekana bodi ya ligi kujiuzuru kwa sababu ya Young Africans? Yani na niwaombe sana bodi ya ligi. Niwaombe sana bodi ya ligi. Katika jambo hawatakiwi kulisikiliza ni hili, kwa sababu litapelekea kuleta mkanganyiko mkubwa kwenye bodi ya ligi. Leo hii kama unalazimisha kwamba sisi ili tucheze fulani wajiuzuru, exact kwamba leo wameamua kujiuzuru. Wale walioingia na sisi Simba tunasema tucheze mpaka wajiuzuru. Walioingia na sisi Simba tunakuja tunabadilika, tunasema tucheze mpaka wafanyeje? Wajiuzuru. Tutacheza mpira. Tutacheza mpira. Guys, tuondoe ni siasa kwenye mpira. Huwa anasema kila siku na nitaendelea kusema. Tuunge mkono jitihada zinazofanywa na serikali hizi kuhusu swala la football. Shida huwa anasema shida ni management ya Simba. Kumleta Mbanzu imekuwa tatizo kwenye nchi. Shida Mikoi, watu hawataki kucheza mpira.